Bwana, leo ni Karume Day na kwenye kumbukizi hii ya tarehe hii ya 7 mwezi wa 4 mwaka 2026 ni kukumbushe tu, wakati tunamkumbuka Karume Day tukumbuke pia kumbukizi ya vilabu vya Tanzania kuwa na majina halisia na si majina ya kigeni, kama ambavyo ilikuwa kwa wekundu wa Msimbazi Simba kuitwa Sunderland mpaka kuja kwa wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia vilabu mbalimbali sio kina Aston Villa sio kina nani ambao walikuwa wanajiita majina hayo. Hii kumbukumbu inakuja vipi? Ni pale ambako Karume alienda kuzindua jengo la Simba ambalo liko pale Kariakoo katika ule mtaa wa Msimbazi. Na hapa siku hii ya leo ni mengi ambayo yameibuka huko Msimbazi. Clatous Magori ambaye ni mwenyekiti kwa upande wa wawekezaji wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba leo alikuwa na mkutano na waandishi wa habari, na yapo mengi sana ambayo ameyazungumza. Niko na Kachero hapa, tuzungumze machache tu kati ya mengi ambayo tuko nayo. Tukisema tuzungumze yote hatuwezi tukamaliza, sio leo wala kesho. Nasibu Mgwama, uko fresh? Ya, mimi niko vizuri kabisa, na hapo mwanzo umegusa kwamba leo ni Karume Day na mimi nakumbuka hata hili jina Simba Sports Club kama hii leo ambavyo Magori amezungumza kwenye mkutano wake na wanahabari. Jina la Simba walipewa na walipendekezwa hilo jina na Abeid Amani Karume ambaye rais wa kwanza wa Zanzibar, ambaye alipendekeza watumie jina la kizalendo na watoke kwenye jina la Sunderland mwaka 1971. Kwa hiyo ni kweli kama ambavyo umetangulia kusema kwamba ni kiongozi ambaye alikuwa ni mzalendo na alipenda timu zetu za Kitanzania zitumie majina ya kizalendo na ziachane na majina hayo kama Zamalek, Aston Villa, Manchester United, na tutumie majina haya ya kizalendo. Kwa hiyo mimi naendelea kumkumbuka kwa maeneo hayo. Hii ni Rimoi Digital, endelea kubaki na sisi. Ni mengi ambayo amezungumza Magori. Mojawapo ambalo natamani tuanze nalo ni sakata la Damaro. Amelielezea vizuri kabisa, lakini mimi sitaki tujikite sana kwenye ishu ya Damaro. Nataka tujikite kwenye ishu ya uraia. Simba wakati anazungumza Magori wamesema ya kwamba walipeleka maombi yao TFF juu ya uraia wa wachezaji wawili. Maombi ya uraia shehe yanapelekwa TFF? Kwa sababu TFF ndio msimamizi wa mpira hapa nchini. Kwa hiyo kama wao walienda TFF, yawezekana pengine ndio sehemu ya kuanzia. Baada ya hapo pengine kuna hatua nyingine ambazo za kufuata, lakini kwa maana ya kupeleka TFF, kwani hao wengine walipeleka maombi wapi? Kwa maana ya Yanga, lakini pia wakati ule Singida pamoja na watu wengine ambao wanahitaji. Ndio kuna migration ambayo ipo, lakini yawezekana pengine kwa sababu unajua chombo kimoja kinafanya kazi pia kwa ushirikiano na chombo kingine. Kwa hiyo yawezekana Simba wao walianzia huko wakiamini watakwenda kupata msaada wa kuanzia huko, baada ya hapo ndipo waende hatua nyingine inayofuata. Kwa hiyo sijaona kama kuna shida yoyote Magori kusema kwamba walipeleka hayo maombi yao kwenye shirikisho. Sioni kama kuna tatizo lolote. Kwenye hivi vilabu vya Kariakoo kumekuwa na wachezaji wengi wa kigeni ambao wanakuja, mwisho wa siku wanaondoka. Kwa namna ambavyo unaona wachezaji wawili mpaka sasa hivi watakuwa pale Simba. Aliwazungumzia Magori kwamba walikuwa wanaombea uraia kwa ajili pia ya manufaa ya timu ya taifa ya Tanzania. Unajua wakati ule Simba wameenda kuomba uraia ni kwa ajili ya faida ya klabu, sio kwa ajili ya timu ya taifa. Yaani twende mbele turudi nyuma, ni kwamba ukiona kiongozi anasema kwamba wameenda kuomba uraia kwa ajili ya maslahi labda ya mchezaji, sio maslahi ya timu ya taifa. Hata Young Africans wanapomtumia Damaro ni maslahi yao wenyewe, sio maslahi ya timu ya taifa. Kwa hiyo hata kwa Simba, unajua hivi sasa vilabu vya Simba na Yanga kumekuwa kuna changamoto ya hawa wachezaji wa kigeni kwa maana ya namba. Sasa hivi mwisho wachezaji 13 kuweza kusajili, lakini mahitaji ya Simba, mahitaji ya Yanga hususan kwenye michuano ya kimataifa wanahitaji zaidi ya wachezaji hao waliopo. Sasa unafanya kitu gani? Ndio maana unaona kuna muda wanataka angalau baadhi ya wachezaji ambao wamezungumza nao wapo tayari kubadilisha uraia wasome kama Watanzania ili watumike kama wachezaji wa kizawa, ili timu sasa ipate nafasi ya kuweza kusajili wachezaji wengine ambao watakuwa ni raia wa kigeni, kuwe kuna ongezeko la wachezaji wengine pia wa kimataifa. Kama ambavyo Yanga hivi sasa tunasema kwamba wana wachezaji 12, lakini ukitazama wanatumia wachezaji 13 ambao pia sio sahihi. Damaro anasoma kama Mtanzania, lakini ukienda ukitazama vizuri usajili wake sio Mtanzania, ni mchezaji ambaye raia wa Guinea. Kwa hiyo kwa Simba juu ya kuhitaji uraia wao baadhi ya wachezaji ilikuwa ni kwa ajili ya faida yao kama klabu, kwa ajili ya maslahi hususan kwenye michuano ya kimataifa ambapo inahitaji wachezaji ambao wana experience, wachezaji ambao
wana composure zaidi, wachezaji ambao wana uwezo mkubwa. Sasa kuwapata wachezaji wa kizawa imekuwa ni ngumu, ndio maana umeona kuna janja. Kwa hiyo hata hichi ambacho nakifanya Yanga ni janja tu. Damaro wala kustahili kucheza Young Africans, kanuni aziruhusu hivyo na hujafuata huo utaratibu, lakini kwa sababu wameamua kusigina kanuni ambazo tumejiwekea wenyewe, na ni kitu ambacho mimi kinaniumiza sana kuona kuna kanuni ambazo tumeziweka lakini hazifuatwi. Sio vibaya huyu mchezaji kucheza, lakini zifuatwe zile taratibu ambazo zimewekwa. Simba wameshindwa, lakini baada ya kwenda kwenye ile kamati ya sheria pamoja na hadhi za wachezaji wameshindwa kwenye vyombo vya ndani, lakini hawajashindwa kwenye sakata lenyewe. Unajua siku zote Vika, lazima uanzie nyumbani kwanza, lazima uanzie kwenye hatua za awali. Ukishindwa kwenye hatua za awali, unaenda hatua inayofuata. Kwa hiyo Simba wangesema waende FIFA moja kwa moja au waende kasi, lazima wangerudishwa huku kwenye vyombo vya ndani. Ndio maana kuna zile kamati, kuna kamati ya hadhi ya wachezaji, kuna kamati ya nidhamu, kuna kamati ya mashindano, kuna kamati mbalimbali. Kwa hiyo lazima uanze kwenye kamati za ndani. Sasa ulitegemea Simba atashinda kesi wakati jambo lenyewe linawahusu pia na shirikisho. Yaani shirikisho wenyewe ndo ambao itakiwa kuwasilisha jina la Damaro kule FIFA ili huyo mchezaji pia apate sasa idhini, wamuidhinishe kama mchezaji ambaye ni mzawa na ambaye anaweza kucheza timu ya taifa, lakini hawajafanya hivyo. Sasa unategemea katika mazingira ya aina hiyo Simba angeweza kushinda hiyo kesi. Kwa hiyo Simba alienda TFF sio kwamba alikuwa anajua anakwenda kushinda. Alienda ili aanzie hatua za awali ili apate uhalali sasa ama legitimacy ya kwenda kusogea mbele zaidi. Akienda mbele zaidi isionekane kama kuna hatua ambayo aliruka. Hiyo Simba anahoja kwenye hili. Anahoja ya msingi na mimi nimemsifu Magori kile ambacho amekizungumza hii leo kwamba hili jambo halijamalizika na Simba wamekuwa ni wazuri sana kwenye hizi kesi. Nitakurudisha nyuma mwaka 2011 Simba alishashinda kesi mbele ya TP Mazembe, timu ambayo ni kubwa barani Afrika, timu ambayo imeshinda Champions League mara 5 mchuano ya kafu, lakini Simba alishinda kesi yake baada ya Mazembe kumchezesha mchezaji ambaye alikuwa hajakidhi kanuni na matakwa ya kafu. Simba akaweza kupita kwenye hatua hiyo, anaenda kucheza hatua inayofuata na Wydad Club Athletic. Kwa hiyo hata kwenye hili mimi naamini Simba wapo sahihi na njia waliochukua ni sahihi. Unajua, tusitetee haya mambo eti kwa sababu labda ni Yanga au ni Simba. Tunazungumzia hapa ni maslahi ya mpira wa Tanzania, kwa sababu kama leo hii ikaonekana hawa jamaa wapo sahihi, vipi pia na wao Simba au ikatokea timu nyingine ikafanya vitendo vya aina hii? Haya, kama huyo Damaro okay sawa, si Mtanzania, mbona tumuite timu ya taifa? Kocha hajaridhishwa na kiwango chake. Kwa hiyo hana kiwango. Hajaridhishwa kocha Gamondi na kiwango chake. Hajaridhishwa na kiwango chake. Na wewe unaamini hivyo? Kama kocha hajaona kiwango chake, mimi nitaacha vipi kuamini? Kuna watu kama kina Kelvin Nashone, kina Yusuf Kagoma wanaitwa. Kwa hiyo Kelvin Nashone ana kiwango kizuri kumzidi Damaro. Of course. Au ni kwa sababu Mtanzania Kachero? Acha siasa. Damaro hawezi kuitwa timu ya taifa kwa sababu wanajua kabisa sio Mtanzania. Na sisemi kwamba Spend awe Mtanzania, nasema taratibu hazijafuatwa. Mbona Kibu alicheza? Sasa Kibu Denis issue yake ya kucheza hata national team ya kwao. Kibu Denis amecheza timu ya taifa ya wapi? Huyu ameshacheza timu yake ya taifa. Anasoma kama mchezaji wa Guinea, shirikisho la Guinea, ameitumikia timu ya taifa kwenye mazingira aina hiyo. Ukishatumikia taifa jingine huwezi tena ukacheza huku. Kwa hiyo Kibu Denis ni scenario mbili tofauti. Kwa hiyo waache kujificha kwamba bwana mbona Kibu Denis sijui alitumika, mbona hizi ni propaganda ambazo Kachero. Nigeria wameshindwa dhidi ya Kongo kuhusiana na Wan Bissaka. Unadhani Simba wataenda kutoboa kwa Damaro kwenye hili? Nimekwambia Simba ni wazoefu wa hizi kesi. Ndio nimekutolea moja kati ya taifa ambalo ni kubwa kwenye mpira. Nigeria wameshindwa mbele ya DRC, wataenda kutoboa kwa Damaro. Sasa kama hawa wameshindwa, maana yake na Simba nao watashindwa. Inacheza tena taifa kubwa Uingereza. Inategemeana madai yao. Madai yao yalikuwa na msingi. Hawa madai yao yanaonekana yana msingi, na nimekwambia hapa ni wazi kabisa kwamba Simba madai yake ni ya msingi kwa sababu huyu mchezaji ameshatumika kwenye taifa jingine na hazijafuatwa hizo taratibu. Sasa hapo ambacho uelewe kitu gani? Kwa hiyo mimi nasema kwamba Simba wanapaswa kwenda FIFA, wanapaswa kwenda huko kasi kudai haki yao, kwa sababu lazima tukomeshe hivi vitendo ambavyo vimekuwa ni vya ovyo kwenye mpira wetu. Lazima tukomeshe. Tunakomeshaje ndo mambo kama haya? Kwa maana ya kwamba lazima haki ya mtu iweze kupatikana. Yanga anatumia wachezaji 13 kinyume na kanuni za ligi namna ambavyo zinataka. Ndio maana nikakwambia kama
huyo mchezaji ni mzuri, sio namuita mkata umeme, kiungo, mkata shoka. Kwa nini haitwi timu yetu ya taifa ya Tanzania? Hatuhitaji mchezaji wa aina yake? Kwa nini haitwi? Haitwi kwa sababu tunafahamu ukweli kwamba hajakidhi. Kwenye vitu vingine sawa, anaweza kupiga kura, anaweza kumiliki ardhi, anaweza kuoa hapa, anaweza kufanya jambo lolote, lakini kwenye masuala ya mpira bado hajakidhi zile kanuni. Tuachane na Damaro, sijui Kibudeni, si Kachero. Watu wengi tuliambiwa ya kwamba Simba watasajili, Jairuti atasajili mchezaji chaguo la mashabiki. Simba walikuja mbele wakatuambia Ino Loemba ni mchezaji ambaye amesajiliwa na Jairuti. Leo hii tunaambiwa na Cletus Magori kwamba si mchezaji wa Jairuti. Hata kwenye peji za Simba pia, wakati Mpanzu anaongezewa mkataba, hatukuambiwa Simba ndio imemwongezea mkataba huyu Mpanzu. Tuliambiwa ni Mohamed Dewji ndiye ambaye ameongezea mkataba. Simba kuna namna ambavyo wanayakataa maneno yao na maandiko yao wao wenyewe kwenye namna ambavyo wamekuwa wanazungumza, kwa maana leo hii mpaka namna ambavyo amezungumza Magori ni kama vile Jairuti bado hajatimiza ile haki yake ambayo alisema kwenye mkataba kwamba atakuwa anasajili mchezaji mmoja kila msimu. Mchezaji akisajiliwa anakuwa ni mali ya klabu. Amesajili lakini ni mali ya klabu. Nadhani labda wewe hujamuelewa. Tulivihoji hivi Kachero, tukasema kwa nini Simba wasiseme ya kwamba wamesajili, kwa maana kama mwekezaji au mwezeshaji ameweka mkataba na klabu, atoe hela kwa klabu, klabu ikamlete mchezaji, au mchezaji asajiliwe na nani? Na klabu. Lakini Kachero ulikuwa ni miongoni mwa waliolikataa. Yule ni mwakilishi pia wa klabu. Yaani Mohamed Dewji akisajili pia ni mwakilishi wa klabu na mchezaji anakuwa pia ni mali ya klabu. Kwa hiyo hata huyu Jairuti ukisema kwamba hajasajili Jairuti, sikiliza. Simba wasituambie sasa amesajili Jairuti afu tena wanakuja wanatuambia hajasajili, sio yeye. Katoa pesa. Wasituambie sasa yeye ndo kasajili kwamba ni mchezaji wake afu baadaye tukatalia. Mchezaji wa klabu sio mchezaji wa kwake yeye. Walituambia wao ni mchezaji wa Jairuti. Kama walikwambia hivyo, maana yake basi walikuwa nazima kelele zilizokuepo, kwa sababu watu wengi walikuwa wanahoji kwamba bwana mbona usajili alisema atasajili mchezaji pendwa. Kwa hiyo mimi ninachotambua mimi ni kwamba mchezaji anasajiliwa labda either na Mo au ni Jairuti, vyovyote vile whatever, lakini anakuwa ni mali ya klabu. Kwa hiyo Jairuti amelipia zile gharama za usajili wa mchezaji, amelipia stahiki zile za mchezaji, lakini mchezaji anaenda kuwa mali ya klabu. Kwa hiyo hata msimu ujao pia atasajili, kwa sababu kwenye mkataba wake na Simba kwamba kila msimu atasajili. Kwa hiyo hata msimu ujao yeye atakwenda, sio kwamba yeye anaenda kupick yule mchezaji. No, uongozi wa Simba kushirikiana na benchi la ufundi ndio ambao wao wanachagua mchezaji kwenda kumsajili. Huyu Jairuti anakwenda kulipia zile gharama, na sio kama ambavyo ilikuwa imetafsiriwa mara ya kwanza kwamba atasajili tu mchezaji kipenzi cha mashabiki, kwa sababu yeye sio kocha. Utasajili wa mchezaji kipenzi cha mashabiki. Wasiwe wanaenda na maneno kuzima mashabiki zile kelele zao, wawe wanaenda na uhalisia. Waliwaambia chaguo la mashabiki, leo hii wameenda kuleta mchezaji ambaye ni chaguo la kocha, lakini pia ile kamati ya usajili ya klabu. Na sasa ukitaka utimize hayo matakwa kwamba chaguo la mashabiki wao ndio wana timu. Simba ndo wanaenda kinyume na maneno yao wenyewe. Mashabiki ndo wanaopanga. Simba wanaenda kinyume na maneno yao, wanayatafuna wao wenyewe. Mashabiki ndo wanaopanga kikosi, wanayameza wenyewe Kachero. Sasa nyinyi ndo mnataka mcheze hivyo kulingana na mdundo wa ngoma. Unajua mpira wetu wa Kitanzania mnatamani kusikia lugha laini. Mashabiki wanatamani kusikia lugha tamu. Kama ukitamani kusikia lugha tamu, tutakwambia ndio tutasajili. Kwani si uliona kuna mtu aliletwa mkutano mkuu pale? Na akasema bwana, mimi siwezi kucheza timu ya manyoka nyoka. Yuko wapi? Lakini aliletwa kwenye mkutano mkuu, mashabiki wakashangilia pale, watu wakapiga kelele, ndio. Haya, Mo baadaye alirudi, amerudi. Kwani alikuwa wapi? Si alikuwepo. Kwa hiyo mashabiki ndio wanakuwa natamani maneno ya aina hiyo, wanatamani kusikia vitu vya aina hiyo, na uongozi sasa, kwa sababu umeshajua mashabiki wake wanatamani vitu gani, wanacheza mule. Lakini kwa ambavyo kwa kawaida kabisa ni kwamba Jairuti au mzabuni yoyote, mwekezaji yoyote anapaswa kusajili kulingana na yale matakwa ya benchi la ufundi. Wamemhitaji mchezaji fulani, yeye anaenda kulipia tu zile gharama, lakini sio kwamba eti yeye aende kusajili mchezaji kipenzi chake yeye cha mashabiki. Huyo mchezaji anaenda kucheza wapi? Huyo mchezaji anaenda kucheza kwenye hiyo timu. Hiyo timu ina mwalimu. Kama mwalimu akisema afiti kwenye mifumo yake, huyo mchezaji atacheza mbinguni. Huyo mchezaji ataenda kucheza wapi? Jehanamu. Ataenda kucheza wapi? Ataenda kucheza kwenye timu. Kwa hiyo ni propaganda tu, ni maneno ambayo hayana maana, lakini mashabiki wenyewe ndio ambao wamekuwa wanatengeneza hivi vitu, kwa sababu viongozi na wao wanafanya kulingana matakwa au matamanio yale ya mashabiki.
Okay, tuachane na hilo la usajili. Twende kwenye ishu ya waamuzi. Clatous Magori pia ameligusia hili, lakini ukiachana na ishu ya waamuzi pia amegusia ishu ya figisu ambazo zimekuwa zikifanyika kwenye game zao kubwa. Kutolea mfano pia kwenye mechi ambayo ilikuwa ni ya dabi ya Kariakoo, ichozo Benjamin Mkapa ikapelekwa pale Amani visiwani Zanzibar. Namna ambavyo imekuwa kwa upande wa Simba, wenzao walikuwa wanalia na ishu ya viwanja na majeraha, lakini pia ugumu wa ratiba. This time ni Simba, kelele zaidi zimehamia kwa waamuzi. Hichi ambacho wanakilalamikia kina hoja kwa upande wao ama performance ya timu yao ndio ambayo inawaangusha? Miongoni mwa misimu ambayo Simba wamesajili vizuri, wana timu nzuri, ni msimu huu. Hiki ambacho wamelalamikia hata mimi pia nilishawahi kukizungumza kwamba waamuzi wamechangia hapo ambapo Simba wapo kwa sasa. Wamechangia vipi? Kwa sababu kwenye mechi zote kubwa, mechi ambazo ni muhimu zinaenda kuamua hatima ya ubingwa au mwenendo wa ligi yetu, namna ambavyo inaenda kutoa picha moja kwa moja ya nani ana nafasi ya kwenda kushinda ubingwa, zote Simba amedhulumiwa. Mechi na Young Africans, Simba amedhulumiwa. Goli wamelifunga wazi kabisa, waamuzi wamelikataa. Kwa hiyo Simba ameshindwa kuondoka na alama 3 kwenye ule mchezo kwa sababu ya makosa ya kiuamuzi. Haya, njoo rejea mechi na Azam. Penalti 2 Simba ananyimwa na waamuzi. Sio kwa upande wao tu, lakini hata kwa upande kwa timu nyingine nazo pia kuna ambazo zimezulumiwa. Moja hapo ni Yanga. Amedhulumiwa wapi? Mechi na Simba, mechi na Azam, mechi na TRA. Mechi na Simba amedhulumiwa kwenye nini? Shambulizi ambalo walilijenga akasemekana ni offside. Sasa hilo ni shambulizi nao wamenyongwa. Mimi nazungumzia maana mwamuzi ameshindwa kusimama kwenye zile kanuni, ameshindwa kutafsiri. Sawa, mimi nazungumzia tukio ambalo ni la goli lienda kubadilisha matokeo ya mchezo. Hata tukio la Dube lingeza likabadilisha mchezo kwa sababu alikuwa tayari analiangalia goli. Ya sasa hiyo ni probability. Vipi kama angekosa? Kwani mara ngapi Dube amekuwa anakosa magoli hapa mpaka anaomba afanywe mabadiliko? Kwa hiyo hata la Selemani Mwalimu linaweza likawa offside vile vile. Kwani mara ngapi Dube amekosa magoli mpaka kaenda kuombewa? Kwa hiyo na la Selemani Mwalimu linaweza likawa offside vile vile. Hebu kuwa na haya. Mtu anafunga goli, hakuna goli safi kabisa, hakuna mazingira yoyote. Utasemaje ni offside? Kwa hiyo kumekuwa kuna huo uonevu huo. Mechi na TRA wamenyongwa wananchi. Kwenye tukio gani? Goli lilifungwa na Manengo akaambiwa offside. Sasa kama la Selemani Gomez. Sasa Gomez kafunga goli halali. Hata Manengo alifunga goli halali. Ndio nimekwambia kama wao hawajalalamika ni kwa upande wao. Simba wanalalamika kwenye maeneo ambayo wao wamenyongwa. Kwa hiyo kama Yanga hawajalalamika au labda kuna timu nyingine haijalalamika, aiondoi uhalali wa Simba wasilalamike eti kwa sababu kwamba mbona kuna wengine pia nao wanaonewa. Kwa hiyo okay, kama Yanga pia kaonewa au kama kuna wengine wanaonewa, maana yake tubariki sasa. Kwa hiyo Kachero umekubali ya kwamba vilabu vinaonewa, waamuzi imekuwa ni changamoto. Kwa hiyo natakiwa kelele sauti zipazwe. Wanaonewa mara ngapi? Yaani Simba kuonewa kwake kumezidi. Yaani hao wengine hata kama ndio kwamba kuna maeneo labda wameonewa, lakini sio kwa kiwango kikubwa kama ambacho Simba kaonewa. Umetaja hapo mechi na TRA ambao unasema Yanga ameonewa, lakini mimi nakutajia hapa zipo mechi ambazo Simba, mechi nyingi actually mbali hata msimu huu, hata hiyo misimu mingine nyuma, hata kwenye hizi mechi za dabi amekuwa anadhulumika, amekuwa na misimu mingine. Kachero ni tofauti na misimu hii. Misimu mingine akili ya Simba Yanga anachekelea, akili ya Yanga Simba anachekelea. Msimu huu hamna ambaye ngoma anaiwambia kwake, kila mmoja ni milio. Sasa milio ya Simba imekuwa ni mingi zaidi huko kwa Yanga, na wao tumeona wananufaika. Mfano, kwa nini sasa useme shida ni waamuzi, sio pia labda kikosi chao ni kibovu? Shida ni waamuzi. Ukisema ubovu wa kikosi, watu wanatengeneza nafasi, wanafunga goli, mwamuzi anakataa, watu wanaingia kwenye boksi, mtu anaangushwa kwenye boksi, anashindwa kupata penati. Sasa unasemaje kwamba ubovu wa kikosi? Mpaka hivi sasa Simba akishinda viporo vyake, utofauti wa alama na Young Africans zinabaki alama 3 pekee. Hapo pia kuna hayo makosa mengine ambayo nimesema kiuamuzi. Kama ambavyo hayo makosa yasingekuepo, maana yake yawezekana labda Simba angekuwa amemsogelea zaidi Young Africans. Kwa hiyo haya makosa haya ndio ambayo yametufikisha hapa. Ndio ni kweli pamoja na timu nyingine zinaonewa ikiwemo Yanga, Singida pia na vilabu vingine, lakini kwa upande wa Simba, kwa jinsi mimi nilivyofanya tathmini, nimeona wao wamekuwa ni wahanga wa kuonewa mara nyingi zaidi. Okay, tukiachana na hilo, namna ambavyo Simba wameiandaa press yao, wanamshazo pale Arusha. Simba msimu huu ni kama wameanguka kwa kiasi fulani, kwa sababu nyakati ambazo watarajia wakafanye vizuri kwenye michezo yao,
kwa sababu wanakuwa na michezo mbele, ndio wamekuwa na mikutano mingi, michuano ya kimataifa, kelele zikawa nyingi, kukawa na mtafaruku kati ya viongozi na nini. This time wanaenda Arusha dhidi ya TRA, mechi ambayo imeahirishwa mara 3 mpaka hivi sasa, lakini bado pia nako wameandaa mkutano pia. Ni kama Simba wanajivuruga wenyewe hivi Kachero. Wewe nadhani labda ndo unajivuruga. Sidhani kama Simba wanajivuruga kwa sababu unajivuruga na nini? Unajivuruga kwa kushindwa kuelewa mambo. Mikutano ni kitu cha kawaida tu kwenye taasisi yoyote. Hata sisi humu ndani tumekuwa tunafanya pia mikutano. Kwa hiyo sioni kama kuna ubaya wowote wa hiyo mikutano, lakini pia hiyo mikutano haiendi kuathiri timu kwa sababu ni mikutano ambayo inafanywa na watu wengine ambao wa nje kwenye taasisi, sio kwenye benchi la ufundi. Benchi la ufundi kazi yake ni kuiandaa timu. Benchi la ufundi, mikutano ambayo inadili na vitu vingine, concentration singekuwa ni moja tu, akazungumza lugha moja Kachero. Ndio nimekwambia benchi la ufundi ndio ambalo linaandaa timu. Steve Baka benchi lake la ufundi, makocha wasaidizi ndio ambao wanaandaa timu. Concentration wao ndio wanaitengeneza timu kuelekea kwenye mchezo husika. Haya mambo mengine haya, sijui nje ya uwanja unasikia press, wazee wanalalamikia juu ya kuonewa na waamuzi. Leo Magori anazungumza, hayaendi kuathiri mchezo wa hayaendi kuathiri mechi ya TRA pamoja na Simba, kwamba Simba atashindwa kupata matokeo. Ni vitu ambavyo vya nje ya uwanja, lakini hivi vitu vya nje ya uwanja wakikaa kimya, maana yake tunaendelea kulea matatizo. Ndio maana unaona leo hii wazee wa Simba wanatoka, umeelewa? Wazee wa Simba wanatoka hadharani wanazungumza juu ya kuonewa kwa timu yao, kwa sababu wakikaa kimya maana yake Arusha pia waende wakaonewe. Wakikaa kimya, wanakaa kimya kuwakumbusha watawala, kuwakumbusha viongozi kwamba hiki kinachofanyika kwenye timu yao sio jambo sahihi, kwa sababu ligi hii ni marathon. Wakikaa kimya maana yake wamekubali kuendelea kuonewa. Wataenda Arusha, wataangushwa kwenye boksi tena. Ribase Gay ambaye mimi namuona kama ya mali mtupu ataangushwa kwenye boksi, mwamuzi atangata filimbi. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mtu aliyetoka na kutoa onyo. Kwa hiyo hiki ambacho wamekifanya wazee wa Simba ni sahihi kabisa, kuwakumbusha waamuzi, kwa sababu wale waamuzi pia ni binadamu, sio roboti. Tunamsema Rajiga ni mwamuzi bora. Yes, ni mwamuzi bora, wote tunafahamu, lakini mwamuzi bora akosei. Kwani yule ni malaika? Ndio maana unaona wazee wa Simba, mashabiki wametoka wamereact, kwa sababu kumekuwa kuna huku kuonewa ambako hawataki pia timu yao iendelee kuonewa. Ile kauli ya kwamba kuna siku mtu atotoka uwanjani Kachero, ile ni kauli ya kimpira? Sio kauli ya kimpira. Sio kauli ya kimpira, lakini kabla ya kujaji hii kauli kama ya kimpira au sio kimpira, hebu tujiulize ni nani aliyesababisha Rwaimam kuweza kutoa kauli ile. Kauli ile imekuja kwa sababu kama ambavyo nimekwambia, kumekuwa kuna huko kudhulumiwa, kumekuwa kuna huko kuonewa. Ndio maana leo hii unaona viongozi wa Simba wana react kwamba siku moja mtu hatotoka kiwanjani. Kwa nini? Kwa sababu haya matatizo yameendelea. Kwa hiyo kabla ya kwenda kujaji kauli hii kwamba ya kimpira au sio ya kimpira, nadhani hebu tutibu kwanza ile tatizo la msingi. Tutende haki alafu tuone kama kuna kauli za aina hiyo zitatoka. Tutende haki alafu tuone kama kuna mashabiki watarusha chupa uwanjani. Lakini kama tusipotenda haki itatokea, mimi nakwambia Vika, mwaka 2016 viti viling'olewa pale Benjamin Mkapa. Mwaka 2016 nakumbuka pia mabomu yalipigwa pale Benjamin Mkapa. Kwa nini? Kwa sababu mambo ya aina haya Haji Manara ilifika hatua akiwa afisa habari wa Simba anaenda kwenye mkutano na waandishi wa habari na screen anaenda kuonesha matukio namna ambavyo timu yake inadhulumiwa. Sasa watawala, watu wenye mamlaka hawakuteki action yoyote. Baadaye matokeo yake viti vikang'olewa pale. Sasa mimi naomba tusifike huko. Hebu tendeni haki, sio tu kwa Simba, kwa vilabu vyote. Tendeni haki. Mkitenda haki, waamuzi wakitenda haki, hutasikia tena kauli ya kwamba kuna watu watatoka kiwanjani. Kachero, mwaka umekuwa fungia sana, watatoboa, watakuja kwa wote. Haijaisha hii. Bado mechi 10 na ngapi hapo? Sasa wafanywe nini sasa kama wanakosea? Watafute mzizi wa tatizo Kachero. Kama issue ni darasa, warudi darasani. Kwani wewe unaamini hawajui? Wanafanya copy testing ngapi? Kwamba ni makusudi. Umewasikia viongozi wa Simba wanakuambia kuna maelekezo. Na wewe unaamini kuna maelekezo? Kwani wewe unaamini nini? Mimi siamini chochote. Mimi siamini kama kuna maelekezo yoyote kwa sababu sipo huko ndani. Lakini
kwa nini haya mambo yamekuwa yanajirudia zaidi wao wakicheza? Yani hata kwa wao wengine, hata kama ndio kuna namna muda mwingine labda wanaonewa, lakini imekuwa sio kwa kiwango kikubwa sana kama kwa upande wao. Ndio maana inafika hatua mimi najiuliza kwamba yawezekana kuna kitu ambacho kipo nyuma pazia, kwa sababu unajua mpira wetu huu ili uwe bingwa hauchezi tu kiwanjani peke yake. Kuna mambo mengi sana. Mimi nimekuwa kwenye mpira, kuna vitu vingi sana ambavyo vinafanyika nje ya uwanja. Kwa hiyo unasema mzizi wa fitina, nafikiri mzizi wa fitina hawa waamuzi pia tuwalipe vizuri, tuwalipe stahiki nzuri, maisha yao mazuri. Leo hii nikikulipa vizuri Vika, hutoingia ushawishi ama tamaa, lakini nisipokulipa vizuri, mimi nimekuja hapa bwana na milioni 5 na milioni 10, nataka hii mechi nishinde, hutopepesa macho. Na unajua jinsi Faranka ilivyokuwa na nguvu. Watu wanaingia mfukoni. Faranka ina ushawishi. Ina ushawishi. Kwa hiyo tuwalipeni vizuri hao waamuzi. Kuna mwamuzi mmoja nilizungumza naye kutoka Iringa, kasafiri na lori mpaka hapa Dar es Salaam. Amefika hapa inabidi kafikia tu kwa ndugu yake. Ana hata hela kulala lodge. Alafu huyu mwamuzi tuseme amewekewa bwana mzigo huu hapa na uhitaji huu mchezo. Unategemea atafanya nini? Lazima achukue. Na hata mimi ningechukua. Wewe fikiria, hata kwenye maandiko tu matakatifu, japo mimi sio mtaalamu sana, tunaambiwa moja ya mtume wa Jesus, Yuda, alimsaliti Yesu kwa sababu ya pesa, vipande 30 tu, alimsaliti. Sasa usaliti ulishaanza tangu zamani. Kwa hiyo kama hao waamuzi tusipolipa vizuri, tutategemea usaliti utaendelea kuwepo tu. Kwa hiyo mimi nadhani tuwalipe vizuri, lakini pia kuendelea kupigana msasa. Bwana, shukrani.